Makofi kwa jina la Yesu. Sema amen. Naomba usalimu mwenye uko naye karibu, mwambie karibu kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie unapendeza kweli. Haleluya. Hata wale ambao mnatufuatilia katika runinga yako nyumbani kupitia katika mtandao, Bwana akubariki na Bwana akutendee mema kwa jina la Yesu. Sema amen. Naomba tu tukabarikiwe mchana huu wa leo kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Kuna mambo mengi watu wametamani katika maisha yao ili Mungu akaweze kuwatembelea. Kwa hivyo wewe mwenye ambaye umeweza kufika mahali hapa mchana huu wa leo, nataka kusema kwamba Mungu ana mpango mzuri na hata ameahidi mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine nimekuambia kwamba unapopita kwenye mateso, unapopita kwenye shida, usiwe unakata tamaa. Jua ya kwamba kuna mpikanaji ambaye Biblia inamuita kwamba Yesu Kristo. Yeye yuko na anapikana kwa wakati wowote. Sema amen. Ninatumai tumeanza vizuri siku ya jana na tungali tunaendelea wiki hii, na naamini ya kwamba wiki hii ni wiki ambayo naamini ya kwamba Mungu anaenda kufanya kazi kwa wale ambao watafungua moyo. Kumbuka nilikwambia hapa ya kwamba hata Yesu hakuponya watu wote, bali aliwaponya waliokuwa na haja. Halo? Sema amen. Kwa hivyo lazima uweze kuamini ndani ya moyo wako na ukachukua hatua ya imani. Unapochukua hatua ya imani, inamaanisha kwamba Mungu atapata nafasi ya kufanya kazi maishani mwako. Na wakati unapotoka nyumbani kwenye lanjawa, nataka uinue kiwango cha imani. Wakati unapoinua kiwango cha imani, inamaanisha kwamba kuna kitu Mungu anakifanya maishani mwako. Mtu wa Mungu sema amen. Halo. Nataka tuende na wewe kwa haraka. Nataka nikufundize ujumbe mwepesi sana, na ni ujumbe ambao utaweza kukusaidia kama utatumikia akili vizuri. Sema amen. Halo. Tusalimie yako hiyo mtu ama umkuse uhakikishe ni mtu. Amen. Ni mtu. Asante. Fungua nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10. Kuanzia penyewe tutasoma mistari mitatu. Kuna kitu nataka tukaweze kuchifundisha, na naamini ya kwamba kuna kitu Mungu anaenda kukifanya. Matendo ya Mitume 10 kuanzia mstari wake ni wa kwanza. Kikosi kilichoitwa Kiitalia. Pili, mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Tatu, akaona katika maono, naam, mwambia Kornelio, akaogopa akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. 5, sasa basi peleka watu Yafa ukamwite Simoni aitwayo Petro. 6, yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia ya kupazavyo kutenda. Sema amen. Wacha tuachie hapo, tutarudi katika mstari wa 7, lakini nataka nisungumuse kuanzia kwa mstari wa kwanza
mahali ambapo Biblia imetuambia kwamba palikuwa na mtu mmoja wa Kaisaria jina lake Cornelio. Ninapozungumzia Cornelius, yeye akiwa amekaa, kuna vitu vingi alikuwa havichui. Na maandiko yanasema kwamba Cornelius akiwa amekaa kwake pale nyumbani, ilifika wakati, jina la Yesu libarikiwe, huyu mtu alihitaji mtu wa kumshika mkono akaweze kumuelekeza katika mambo ya kiroho. Unajua mpendwa, nataka uelewe ya kwamba kuna mambo katika maisha yako unafaa kuelekezwa. Hauwezi ukaenda ukafanya vitu peke yako. Cornelia akaambiwa ya kwamba katika mji huu kuna mtu anaitwa Simeon ambaye ni Peter. Na Biblia imesema kwamba Petro alikuwa mkeni, alikuwa cheka mahali pale, lakini ikaonekana ya kwamba Cornelio akwende kwa huyu mtumishi wa Mungu, aende akamsaidie. Sema amen. Na Cornelius aliweza kwenda katika Yafa, kwa hiyo nyumba ambayo aliakiswa. Na alipofika mahali pale, tunaona ya kwamba kuna kitu kiliweza kufanyika. Kwa hivyo wakati Mungu anapofanya kazi wakati mwingine, wacha tukaweze kumuinua katika utukufu. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako ya kwamba usife moyo. Hata katika mchi huu kuna watumishi wa Mungu. Sema amen. Amina. Hata katika mchi huu kuna watumishi wa Mungu. Nifanyie hivi mkono. Najua usipofanya hivi mkono pia na watu ambao wananifuatilia, hawa watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Dorcas, Mungu akubariki. Andoni Chuma pia Mungu akubariki. Mungu akutendea yaliyo makubwa katika jina la Yesu. Cornelio akachukua hatua. Kumbuka kuna wakati nilikufundisha, mtu usipochukua hatua katika maisha yako huwa unakwama. Kwa hivyo Cornelio alivyoambiwa kwamba katika mji huu mna mtu wa Mungu, nenda ukaweze, huyo mtu atakwambia mambo yatakayokupasa kuyafanya. Sema amen. Mstari wa 7 naye inasema kwamba na yule malaika aliyesema naye, Bwana asifiwe. Na yule malaika aliyesema naye akisha kuondoka, Cornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja, mtu mtaua katika wale walio mtumia taima. Na alipokwisha kuelezea mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Kwa hivyo hata yeye akifanya kazi, ama wakati malaika walipokuwa wakizungumza na yeye, Mungu alituma malaika. Na huyu malaika wakati amezungumza na huyu mtu wa Mungu, akamwambia tuma watu waende Yafa. Pura hii shida itaweza kukuangamiza. Nataka nikuambie mpendwa, kuna shida lazima mtumishi wa Mungu atasimama kati yako akusaidie. Amen. Sasa tunaona Peter alikuja akasimama katika maisha ya Cornelio. Na Cornelio mambo yake akawa safi. Ukiendelea mbele utaona kwamba baada ya kumtuma kuenda kwa mtumishi wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba huyu mtumishi alipata Petro akiwa kwa maombi. Na nashukuru ilikuwa ni saa 9, saa ya maombi. Akawa ameingia kwa kuomba, lakini Mungu akamwandaa huyo mtumishi. Wakati Peter alipokuwa ameenda kupumzika kitoko kwa nyumba ya korofa kama hii, akawa analala, Bwana akamletea maono. Mungu akamwambia Petro kwa maono, akamletea wanyama. Na kwa hiyo shuka kubwa iliyoteremshwa, kulikuweko ndani chura, kukakuweko ndani msekope, yani wanyama ambao hawaliwi. Lakini akawa anaamshwa, amka Petro, ule chakula ndio hiki. Yeye akawa anapika kelele, mimi nitakulacha hivi vitu ambavyo hawakuli. Lakini hiyo sauti iliendelea kumwambia Petro kwamba alivyovitakasa Mungu, mwanadamu wewe usivinene kwamba ni vinajisi. Jina la Yesu libarikiwe. Nataka tu nikutie moyo mtu wa Mungu ya kwamba wakati mwingine wacha Mungu akushike mkono na akakuongoze. Wewe jipe tu matumaini ya kusonga mbele na imani yako. Wewe jipe tu matumaini ya kupika vita tu vya imani, licha ya kupita kwa shida. Lakini ukweli ni kwamba Mungu atakusaidia na Mungu atasimama na wewe. Watu wengi wao wanapita katika mateso, wanafika mahali wanakosa tumaini. Lakini mtu hapa Lokijari, na wewe ambao unanipata kupitia katika mtandao, Mungu akusaidie. Ninakuombea sana ujue ya kwamba Mungu ache kuacha.
Yeye yuko tu. Wakati mwingine jipe tu moyo, songa mbele. Hata kama unaona unakwama, wewe endelea mbele. Na kwa hiyo safari, kuna wakati nimekuambia kwamba utakutana na Mungu kwa hiyo safari na atakushika mkono. Sema amen. Halo? Yes. Sema amen. Amen. Tunataka tutembee kwa imani. Imani ni kitu kizuri sana, kwa sababu wale watu ambao wameshika imani, wakatembea kwenye imani na wakaamini kwenye imani, hakuna kitu kinakwama. Leo hii ukiona vitu vimekwama, usifikiria ya kwamba itaendelea kukwama. Kuna wakati nikihubiri, wakati moja nilisema kwamba hatutaishi kupanda milima. Sema amen. Hapana. Hatutaishi kulia. Hapana. Kila kitu iko na mwisho wake. Milima itaisha, vilio navyo vitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Akituambia jambo, lazima atatenda aliyo makubwa. Naomba tu tusonge mbele kidogo katika haya maandiko ili tukaendelee kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Hii ujumbe ama neno la Mungu linapofanya kazi, mpendwa, nataka ujue kwamba kuna Mungu. Mungu yuko, Mungu wa kubatilisha, Mungu wa mabadiliko, Mungu anayeinua, Mungu anayebariki yuko. Kama hujabarikiwa, kuna Mungu wa kubariki. Hako, wewe endelea kumuomba, atakubariki. Amen. Wakati mwingine unapoimba, ndiposa huwa tunaimba hapa, tunasema kwamba unaposuru wengine, hata mimi. Sema amen. Halo? Unapotembelea wengine, hata mimi unitembelee. Unapoinua wengine, hata mimi uniinue. Sasa nasema hivi mpendwa, songa mbele na ujue kwamba kuna kitu Mungu anaenda kukifanya. Kitabu cha Matendo ya Mitume hiyo 10, nataka turuke kidogo hadi mstari wa 37. 37 inasema, jambo lile ninyi mmelijua, lililonenwa katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Mnazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. 39, nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Uyahudi na katika Yerusalemu, ambayo walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya 3, akamchalia kujidhihirisha. Yani angalia, wanafunzi sasa wanaanza kupeana message. Hata wanafunzi wa Yesu, kuna wakati nilikwambia walitembea na Yesu, wakakaa na yeye, lakini wengi wao imani yao ilikuwa imekamilika bado. Simseme amen. Nifanyie hivi mkono. Alafu Elisa mwisho mwenye amelala nyuma yako, amelala sana. Mwambie hapa walalangi. Halo? Sema amen. Sasa walikuwa bado hawana imani. Unakumbuka nilikuhubiria hapa ujumbe nikasema kuna wale walifuata Yesu, hawakumfuata Yesu ni kwa sababu wanataka mambo mazuri. Kuna wale walimfuata Yesu kwa sababu wanataka wakule mikate. Maana walikuwa kwa mkutano akafanya miujiza, mikate ikakuwa mingi, wakakula hawakumaliza. Kwa hivyo wakasema huyu mtu tutamuacha. Kwa hivyo hawa walikuwa kukula mikate na samaki. Sema amen. Haya, uliza jirani, na wewe unamfuata Yesu kwa sababu gani? Sema amen. Amekwambia nini? Kila mtu anafuata Yesu kivyake, katika akili yake. Ndio nikakwambia kuna mwingine ataweza kuja hapa kanisani aone uimbaji tu ni mzuri na yeye afuate Yesu kwa sababu ya kurukanga tu. Sasa mkitaka huyo mtu akae kanisani, endelea kuimba, atakaa. Mkiwacha ataenda, maana Mungu wake wa kucheza ameenda. Bwana Yesu asifiwe. Napenda Yesu sana mpendwa, na naamini ya kwamba wacha akutendee mambo mema. Mimi nakuombea Mungu sana. Huyu mtumishi akaendelea kuambia, maana watu walishutuka. Hivi hata huwa mimi naona watu wao wanashutuka. Na naomba Mungu atusaidie sana. Watu wao wanashutuka.
tutaweza enda mahali mtu ni mgonjwa kabisa, lakini ukiomba huyo mtu na amke na aanze kutembea, okay, Mungu ameponya. Amen. Lakini watu wanasutu, wanaanza kujiuliza imekuaje? Imefanyika namna gani? Na ni nini imeendelea? Lakini ukiuliza huyo mtu mwanzo kabla ya maombi, ungelipenda Mungu aponye huyu mtu, anakuambia ndio. Haya, wacha tuombe. Lakini kakinyoroka anasema, "Hey, kwani ni nini inafanyika tena?" Sema amen. Sasa Petro akawaambia, kwa sababu kifuatilia hiyo maandiko, akawaambia alipoingia kwa huo mchi, akasema huyo Yesu Mnazareti ambaye mlimkataa, mkamtundika kwa mti, lakini siku ya 3 aliweza kufufuka. Huyo Yesu ndiye anaponya watu. Kwa hivyo hata hapa Lokichari, huyo Yesu tu ndiye angali anafanya kazi. Huyo Yesu tu ndiye angali anaponya. Huyo Yesu tu ndiye angali ambaye anainua. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini Mungu anafanya kazi? Najua Jumapili nilisema naombea watu wapate twins ya watoto 4 kwa sababu wanasumbua Mungu na kulialia. Watu walienda wakiulizana maswali sana, wangali na wasiwasi. Lakini mtaniletea hao wachukuu. Watakuja kwa jina la Yesu. Sema amen. Petro akawatia moyo. Baada watu kufika kwa Peter, wakaongea na yeye. Hawa watu wakamwambia Peter, tumetumwa na mkubwa wetu na alikuwa anahitaji ukaweze ukaenda ukamuone. Na nashukuru Mungu kwa sababu Biblia inasema huyu mtumishi wa Mungu akachukua hatua. Na alipochukua hatua, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akacha akafanya kazi. Mungu akacha akatembelea watu. Mungu akacha akaponya watu. Mungu akacha akainua watu. Naomba huyo Mungu hapa Lokichari asikuache, bali akutembelee. Haja ya moyo wako ambao umekuwa ukilia ukiomba, Mungu akukumbuke na akufungulie milango kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka nilikwambia kitu kimoja, kuwa tu mwaminifu. Kuwa tu mwaminifu. Sema amen. Kuwa tu mwaminifu. Wakati unapoendelea kuwa mwaminifu, naye Mungu anakuwa mwaminifu mbele zako na anaanza kuachilia neema zake. Nataka nimalizie mstari huu. Hicho kitabu cha Matendo ya Mitume 10 hiyo kuanzia 44. Eti Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotairiwa, walioamini wakashangaa, watu wote waliokuwa pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamekawiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akawaamuru wakabatizwa kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi asiti kukaa huko siku kadha wa kadha. Mtu wa Mungu sema amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Suleiman Chuma, Mungu akubariki. Sasa angalia hawa watu wanapoendelea kukaa, inafika mahali baada neno la Mungu kuhubiriwa, neno likaingia kwa hawa watu, nguvu za Mungu zikatembelea hawa watu. Wakati nguvu za Mungu zilitembelea hawa watu, maandiko inasema kwamba wakachawa na uwepo wa Mungu. Mungu akaendelea kufanya kazi. Chameni, na hizo nguvu za Roho Mtakatifu, kwani haziwezi tembea hapa Lokichari? Ama msitaki? Watu hawataki nguvu za Roho. Sema amen. Maana ukiwa mchawi hautakubali. Maana hizo nguvu zikikuja zinaharibu hayo madhabahu ya wachawi yote kwa jina la Yesu. Hawatawahi kubali. Lakini imefika mahali, wacha tuite hilo jina la Yesu lenye nguvu. Mungu akafanye kazi mpendwa. Mungu akatembee na Mungu akafanye kazi yake. Tunaomba kupitia kwa hilo jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, jina ambalo linatukomboa, likafanye kazi kwa jina la Yesu. Na kuombea ukiwa pale nyumbani, Mungu akuse maisha yako, Mungu akakutembelee na Mungu akasikie kilio chako. Wewe ukiwa unasafiri, ukiwa unafanya kazi yoyote,
Wewe weka imani yako mbele za Mungu, naye Mungu wetu anaachilia kibali kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu sema amen. Ninahisi ndani ya moyo wangu, ukialika tu Mungu katika moyo wako vizuri, atakutetea kwa kila hali. Haya mateso ni ya muda tu. Sema amen. Haya mateso ni ya muda tu. Mateso ni ya muda. Ni ya muda. Naye Mungu wetu ni mwaminifu. Sema amen. Ayaangalia jirani, mwambie shida ni mbaya. Mimi niko kumaliza. Mwambie shida ni mbaya. Sema amen. Shida inapoingia kwa mtu, huwa inafanya mtu akachanganyikiwa, hata kuingia kwa nyumba yake akapotea akaingia kwa jirani, kwa sababu ya kuchanganyikiwa. Sasa tuombe shida itoke. Kuna wakati nikakufundisha hapa pia, nikakwambia tukiingia kwa mwezi wa 4, tunaenda kuomba roho hii ya masikini, roho ya ufukara, ikatuachilia katika jina la Yesu. Maana hiyo roho imeteza watu sana. Amen. Na nikakwambia siku hiyo wakati inafika tukianza hiyo maombi, hakuna mchezo. Sasa tunakuja wangwana, lakini mwezi wa 4 tukikanyaka hakuna mchezo. Hiyo ni nambari 4. Ndawaambia nambari 4 inamaanisha nini. Hiyo tutapikana vita. Tutapikana vita mpaka Mungu aweze kuzungumza. Kwa hivyo naamini ya kwamba ukitaka kufanikiwa, pikana vya kutosha. Ukitaka baraka, pikana vya kutosha. Ndipo unasikia Biblia inasema kwamba hata ufalme ya Mungu ni ufalme ambaye inatekwa na wenye nguvu. Nimekuwa nikiongea na rafiki yangu, ndugu yangu huyu Ezekiel Bale, nikamwambia kuna vitu utaweza kukataa kwa maisha yako wewe mwenyewe. Amen. Kamwambia siku moja mimi nilikuwa naenda Uganda. Nashukuru kuna hata wale wananitazama hapa kutoka maeneo hayo wanajua hii story. Nikiwa naenda kazini, ninakutana na watu. Hebu ambia yako jirani, hii roho ya kupuuza kemea. Usiwe mtu wa kupuuza vitu, kwa sababu utaweza kuwa yani Mungu ametumikia watu kukuokoa, lakini kwa sababu ya kupenda kupuuza vitu vinakuletea shida. Hii roho ya kupuuza imefanya watu wengi wakaumia. Hii roho ya kupuuza imefanya watu wengi wakiishi kwa mateso mengi sana. Kwa hivyo nakuombea Mungu, toa roho ya kupuuza. Niliambiwa mimi nikapuuza. Wakaniambia usiende huko ni kubaya. Mimi nikasema mimi naenda Uganda, mambo yenu mimi hata sijui. Kufika mbele kumbe walikuwa wanasomba watu ya mapikipiki. Sema amen. Mimi nikaangukia askari. Akaniambia sasa, hebu simama. Nikasimama. Akakaa juu akasema pendua pikipiki. Nikamuuliza wapi? Akaniambia police station. Sasa nilipokaa, akili kakucha kwa akili. Ambiako jirani, akili kakucha kwa akili. Na hiyo ni Kiswahili kweli? Sema amen. Haleluya. Akili kakucha kwa nini? Kwa akili. Lakini nafikiria hiyo si Kiswahili. Ikaniambia hii pikipiki umeweka mafuta. Na hii mafuta yenye iko kama ni mali karibu sana ni Kitale. Henda na huyu jamaa mpaka Kitale, kwa sababu hawezi ruka kwa hii pikipiki. Sema amen. Na mimi nikasema by the way hii ni ukweli. Mimi nikatoka. Jamaa aliona tuko police station Malapa. Wale watu mko Malapa mnajua area yetu. Napita jamaa akaniambia wapi mali tunaenda, nikamwambia ndakuonyesha mali tunaenda, wewe kaa. Akaniambia nilisema police station, nikamwambia ushapepwako na mwenda asimu. Ati sijawahi pepwa. Nikamwambia bas, leo ndio umepepwa na tunaenda. Sema amen. Wakati aliniambia wewe haujui mimi ni afande, nikasema mimi sijui afande ni nani, lakini jua mimi ndiye afande sasa nimekupepa. Na ukifanya mchezo ndakupeleka kwa hii matrela. Nikakonga pikipiki kwa pambo, akaruka juu kuruti. Nikamwambia utanyamaza ama unyamazi? Akasema nimenyamaza. Nikamwambia basi kimya mpaka mahali ndasema. Saa hii mimi kusema, sio wewe. Ungenipeleka police station, wewe ndio ungekaa huko useme, lakini saa hii mimi kusema. Sema amen. Nikatoa pikipiki, ilikuwa inatoa sauti yenye hata ichawahi lia. Kila pambo nilikuwa nakonganga na kukwenda. Akaniuliza kichwa yako ni mbaya? Nilikwambia mimi ni mwenda asimu. Sema amen.
tukaenda na yeye, tukapita Ikapoloko, tukatoka Ikapoloko, tukaingia mahali inaitwa Makoro. Chama akaona hii ni serious. Akaniambia, bwana, mimi nataka kuruka. Akanishika kusimama. Nikatisha sasa naingia kwa matrela. Nikaingia speed nyingine kwa matrela hivi na kutokezea huko na kurutu kwa barabara. Akasema, wewe. Kamwambia, nyamaza ama nikuue. Ndio hapo nilikundua kila mtu duniani ni muoka. Sema amen. Sema amen. Akanyamaza. Kufika Kocholia akaona kweli sasa akili ikakuja kaniambia, hii mtu ni kama wewe tu. Hakuna haja kwenda Kitale kumaliza mafuta. Maana hasa mko wawili, hakuna askari mwenzake mwenye anakuja kutetea. Nikatoka kwa lami, nikaingia St. Joseph. Ngia kuelekea kwa shule. Nikaenda kwa kiwanja. Kufika kwa kiwanja nikasimama. Kasimamiza pikipiki, nikamwambia shuka. Akashuka. Kamwambia, haya, ulikuwa unasema namna gani? Kaniambia, kitu gani? Si ulikuwa unaniambia tuende? Kaniambia, nilikwambia police station kwenda kufanya nini? Nikamuuliza, hii pikipiki ulisaidia mimi kununua? Hapana. Ni ya nani? Ni yako. Na unataka ende kwa polisi nifanye makosa gani? Ambie mimi makosa yenye iko nayo hapa. Tukishaelewana turudi. Akakuwa mkali, nikamwambia, unajua uzuri hapa tuko wawili. Hakuna mtu atakutetea hapa. Tuko watu wangapi? Sasa hapa tu ni kuongea. Hakuna jakireki hapa atuwe ni afande, hata mimi ni afande kivyangu na ndio nimekuleta hapa. So hii ni kituo yangu ya polisi, mimi nimekuleta, hii sio yako. Amen. Akaniambia sichawahi kutana na mwenda simu. Nikamwambia, haya, umekutana na leo. Nikamwambia, okay, sasa kama umekataa turudi basi. Turudi town. Akaniuliza, town nikae wapi? Kwa hii pikipiki. Mimi nikae kwa hii. Wewe enda na pikipiki yako, siwezi kaa hapo. Kabla sijatoka nikamwambia, nikitoka hapa naenda kwa hoteli inaitwa Kiti. Utapata hii pikipiki yangu nimepaki pale nje na naenda kukula ukali matumbo. Utanipata hapo. Kama unataka uende upepe tena maaskari wengine wote, enda pepa ukuje, mtanipata hapo. Na mimi nikakuja nikaingia Kiti, nikaweka pikipiki yangu tu vile nilisema. Mimi nikaingia nikaitisa ukali matumbo. Ikachelewa kitoko. Wakati nafika kwa mesa, yeye naye amefika kwa mlango. Akaona ukweli nimeita ukali matumbo. Kwa hivyo akaona akili yangu haina nini? Akili. Sema amen. Akashika ngia akaenda kwa kituo, akaenda kukaa huko. Kesho yake nikienda kwa banga namkuta amekaa kwa mlango na bunduki. Kamwambia, habari yako bwana? Akasema, sitaki habari yako. Sema amen. Halo? Sitaki wewe ufanye hivyo, lakini kenye kilinisaidia mimi nilichukua hatua. Ingawaje ilikuwa risk, lakini nilichukua hatua, nikasema polisi siendi. Mimi nachukua hatua, naenda mahali mimi nataka, lakini uko na nikarudi. Kwa hivyo akaangalia huyu mtu ni wa aina gani. Akaenda akauliza watu. Nilikuwa naambia huyu rafiki yangu, huyu askari ilifika mahali paka akasema, huyu mtu anafanya kazi gani? Wakamwambia ni pastor. Akasema, huyu paka niende nichue kanisa yake, hii mtu anahubirianga hii watu namna gani? Na akakuja paka kwa kanisa. Na alipokuja kanisani, huyu askari alitoa ushuhuda akasema, Bwana asifiwe. Watu wakasema amen. Hati wewe ushape wako lift ya bure bila kulipa pesa? Watu wakasema hapana. Hati mimi nilipewa lift na lift yangu haikuwa ya kawaida. Mara uruke kichwa ende juu urudi chini. Lakini kurudi nilirudi kwa mguu. Na mwenye alinipea hiyo lift ni huyu pastor yenu. Sema amen. Mimi nimenyamaza kwa kanisa, si kuongea. Mpaka saa mahubiri nikamwambia ningefanya namna gani. Sema amen. Hatua ya mtu umsaidia kwa kenye anafanya. Na maanisha nini mpendwa? Cornelio amechukua hatua ya kutuma watu kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Petro, na Petro naye anachukua hatua ya kutoka huko kukucha kwa Cornelio. Baadaye Biblia inasema poma ya huyu mtu wa Mungu inakucha kuokoka. Watu wanabatizwa kwa hiyo poma. Watu wanainuliwa kwa hiyo poma. Sasa wewe umechukua hatua gani? Kina mama, sema amen. Unajua mimi napendanga kuambia ukweli. Usionenge wewe ni mjeuri. Ukiona sisi tunahubiri injili, kusema tu ukweli. Ukiona pastor ameshika hii kitu anakuhubiria, enda ukae na yeye chini umuulize kabla wewe ucheokoka.
ulikuwa mtu wa aina gani? Akwambie. Sema amen. Maana wewe utaweza kupeleka ujeuri, kumbe mahali unapeleka ujeuri yako iko nursery na yake ilikuwa ya secondary. Sema amen. Hakuna amen. Na kuombea Mungu vitu vitoko vianze kukufa ambao havisai mambo mazuri. Maisha yako yakuwe mazuri. Maisha yako yakainuliwe. Maisha yako yakachengeke. Mungu akaanze kutenda mambo ya ushindi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeona mambo mengi sana. Na ukisikia na kutia moyo kwamba Mungu atakusaidia, ninajua kenye nasema. Maana Mungu ninayemtumikia ni Mungu ambaye ni wa ukweli. Na ni Mungu ambaye namwamini kwa 100%. Lazima atatenda mambo yaliyo ajabu. Sema amen. Wewe wakati unakuchanga hapa nikikuombea, mimi nilikuwa na baba yangu kiroho. Alikuwa anaombea watu vile mimi naombea watu. Ndio mimi naambia nyinyi kaeni chini pia nyinyi muombee watu. Usikuje tu hapa kwa paka penjas. Sio vizuri kuendelea kukaa tu mshirika. Miaka yote wewe ni mshiriki. Hata kama ni mtoto anakuwa wa mama. Niliwauliza ukizaa mtoto amekuwa mkubwa mpaka ametoka ndefu lakini angali anakaa chini, utajisikia vizuri? Kwa hivyo hata kama wachungaji tunalia, tunataka tusaye watoto wahubiri injili, mfanye kazi. Sio miaka yote umekaa tu, hapana. Amen. Ndio nikakwambia nikiwa kwa huyo mtumishi, kuna kitu kilikuja kikafanyika kwa boma lake. Kuna wakanga kutoka Ukambani walituma mtu kukucha kumuua. Na mimi nilikuwa kiherere sana. Mimi nilikuwa kiherere sana. Kichwa yangu ilikuwa inakimbia kuliko pikipiki. Yaani nataka kujua kila kitu, ndio mnaonanga mimi kila kitu najua. Ni kichwa ilikuwa inakimbia mbio, lakini ilinisaidia. Sasa nikiwa kwa hiyo shita, hawa mama wakakuja wakafika kwa boma ya mtumishi, mimi ndio niko hapo. Sasa kama pastor hayuko, mimi natawala area, mimi ndio pastor. Tena nikisema haleluya nasema haleluya. Yaani paka wajue kweli huyu ni pastor. Nasichakuwa pastor. Huyu akapika chini makoni, nikamwambia kucheni niwaombee. Mimi ndio niliwachwa kwa duty leo. Mtumishi ameenda safari. Huyo mama mchawi akapika chini makoti. Nilipowekea yeye mikono kwa kichwa hivi, ndio niliwaambia hiyo mapepo ilinipepa na ikanirudishia kwa mapati, ikanirusha paka kwa bedroom ya pastor. Na mke wake alikuwa ameenda soko, amefunga mlango na kifuli ya kuingia kwa bedroom. Ikapiti nitokea kwa dirisha. Na kadirisha nikatoka, lakini sasa nikaona hao watu wasikimbia kwa sababu pia kichwa changu ilikuwa inakimbia mbio. Nikitili na wewe kiroho, ikikataa mimi nakucha live kimwili. So mapepo yangu ikawa imeniambia kwamba ukitoka kwa dirisha, toka na fimbo, taandika hao watu kabisa kwa sababu ni wauaji. Hawa sio wa maombi. Na nikatoka, by the way, hawa nao wakawa wamefunga macho. Wakachua tu pastor hako, kumbe mimi hakuna, nilipepwa na mashetani hao imenipeleka kwa room. Nikaenda nikatoa miti ya ndizi, nikatokezea kwa mlango. Ile ilikuwa kwa hiyo poma. Ni mimi na Mungu tu najua, lakini kenye nilifanya haikuwa mzuri. Niliwapika sana. Sema mlitumwa na nani? Wakasema tumetumwa na fulani. Yaani hao waliamini mimi ni mtumishi, lakini mtumishi hakukuweko. Lakini baada ya kuenda, mwili yangu hii ikapatilika yote, ikakuwa nyeupe. Yote. Miguu ikakataa kutembea, ulimi ikakuwa msito, kumbe hao watu walikuwa na mapepo ya ajabu sana. Saa hiyo jioni ndio mtumishi anafika. Sasa mtumishi kufika, kumwambia historia yenye imefanyika, aniombee. Kitu kenye aliniambia, alinisomea Wakorintho 13. Na akasoma maandiko mali imesema kila majaribio Bwana atatengeneza na mlango wa kutokea. Amen. Amen. Na akatoka akaenda, hakuniombea. Siku hiyo ndio niliona wale watu mnatakanga ati muombe Mungu aanze kuwatumikia. Wengine mnasema mnataka muone maono. Wangapi mnataka muanze kuona maono? Hebu nione kwa maono. Asante. Hiyo itakuja. Na hiyo ikikuja iko na shida sana. Sema amen. Wacha niwape story nyingine ajabu sana. Mimi ukikuja hapa, ukikuwa na shida, hiyo shida kama uko nayo inaanza kuni affect. Kama Sunday tukiwa katika maombi ndio nianze kuombea wagonjwa hapa. Kuna mtu hapa alikuwa anaumwa na tumbo sana.
na hiyo tumbo ikaanza kunipika kunikonga. Sasa ilitakana nimuite, nikiita huyo mtu tumbo yangu inafanya nini? Inapona. Lakini mimi sikuita, kwa hivyo iliniuma sana. Na nikaendelea tu kuchikaza na ikaniuma sana. Sema amen. Paka nilipomaliza hapa, nikasema hii leo kweli mashetani ni kitu mbaya. Sasa maono ikikukuchia huwa inakuletea mambo ya ajabu sana. Simpokee hiyo neema ya maono tu. Na usianze kulia usiku eti niliona maono mengine masaitani ikitembea. Maono huwa inakucha namna hiyo. Lakini Mungu ni mwaminifu. Asante sana church, Mungu akubariki. Mtumishi Everson, Bwana akubariki katika jina la Yesu ukiwa Eldoret. Baraka za Mungu zinatembea na wale wote ambao wamefungua moyo. Sikuombewa nikawajwa. Mimi nani nilalamika vile wao mnalalamika, nimeombewa, hata shida yangu haikuishi. Sikieni, hata mimi nilalamika vile mnalalamika. Nasikia matamu Isabela. Pastor mimi naona unipendi. Mbona wengine wanabarikiwa? Hata mimi nililianga namna hiyo. Lakini kumbuka ya kwamba wakati mwingine Mungu, ukiona muujiza wako umechelewa kufika haraka, jua ya kwamba kitu kenye Mungu haka anakuandalia ni kitu kikubwa na ni kitu kizuri. Sema amen. Wewe ndio unataka shortcut. Waachana hii mambo ya shortcut. Ungojea. Wacha ikuje. Sema amen. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nikalalamika, huyu mtumishi aniombei. Alafu mbaya sana jioni tena ananilazimisha kuniweka kwa gari mimi niende niimbe tena kwa kukesha. Na mwili imefanana kitu kingine. Lakini nikaenda kwa sababu mtumishi amesema. Nikiimba naangalia, nikifanya hivi mkono, vitu inatoka kama yani mikate kwa mwili. Paka mama yangu alilia majozi. Na napenda huyo mama sana. Kitu kenye huyo mama alinisaidia. Kwa sababu kwetu ilikuwa ni poma ya shita. Wacha niwaambie. Hata kukula. Kwetu ilikuwa shita. Ezekiel. Shita. Hata maji ya kukunywa hakuna. Mama aliniletea Biblia. Kaniambia mtoto wangu, wewe unakaa kwa mtumishi. Mimi yenye ndakupea ni hii Biblia. Ikusaidie. Mimi sina mbele. Baba yangu wakati huo amepotea kwa mta. Ameenda kuishi Kongo. Ni kutwanga muziki. Hako huko. Ndio niliwaambia ukiangalia familia yetu sisi wote ni wanamuziki, maana mwenye alituzaa ni mwanamuziki. Sasa saa zingine usitufuate, hii yetu hii ni ya kurithi, hata tusipojifunza hiyo ni automatic tu sisi iko. Amen. Lakini nikaomba Mungu, nikaambia Mungu nisaidie, simama na mimi. Niliomba na Mungu akasikia. Mungu akaanza kukomboa jamii. Mungu akaanza kutembelea jamii. Na Mungu akaanza kutenda mambo yaliyo makubwa. Mtu wa Mungu sema amen. Na kuombea pia Mungu akutumie mtu akukucha kukutia moyo. Unajua watu wanapokuwa kwa shida huwa wanakosa mtu akuatia nini? Moyo. Na ndio mimi nimekundua mama wengi hata wakati nimekuwa siku nyingine hapa Mkali, nikawaambia sitaki mpatikane kwangu, walilalamika sana. Maana wanapendanga wakikaa kwangu mimi nawatianga tu moyo. Hata kama ni mbaya nakwambia hata kama mzee naona alienda kabisa, mimi namwambia anakuja, wewe usijali. Wewe pika tu chakula, atakuja. Sasa mama akitoka kwangu anacheka. Na maisha yanaendelea. Sema amen. Sema haleluya. Kwa hivyo kwa maisha unafaa uwe na mtu wa kukutia nini? Moyo. Mtu wa kukutia moyo ni mtu muhimu sana. Mtu muhimu sana. Jina la Yesu libarikiwe. Nikachukia mtumishi lakini nikakuja nikampenda baadaye. Nikaona kumbe alikuwa ananisaidia nichue kupikana vita. Saa zingine chueni kupikana vita. Chua kupikana vita. Chua kupikana vita. Maana hii vita unapopikana kwa imani, Mungu atakusongeza. Atakusongeza. Na atakusongeza. Na atakusongeza kwa jina la Yesu. Jina la Yesu libarikiwe. Naamini kwa nguvu za Mungu. Mungu katika hii maombi ya mchana, wacha hii neema ikiendelee kutembea. Wacha hii neema ikiendelee kufanya kazi. Wacha hii neema ikiendelee kukukuza. Na ninaona Mungu akikupeleka mahali mpendwa. Sema amen.
usikate tamaa. Usikate tamaa katika maisha yako. Naomba tu jue ya kwamba licha ya kupita katika mambo mazito, Mungu huwa anakumbuka watu wale ambao mnatufuata kupitia katika Echami. Pia Mungu awabariki. Turkana is the best home. Mungu pia awabariki kwa jina la Yesu. Na sehemu nyingine ya kwamba neema ya Mungu ikakukusa mahali popote ambapo unapata hii uchumbe. Hii uchumbe kwa Lanja wanasema nini? Songa mbele, chukua imani, songa mbele na usonge mbele na usonge mbele. Amina. Usisikia watu. Ndio nilikuambia ukisikia watu jifunze kwa Sanballat, Tobia. Wakati walileta madharau, wakawaambia chinzi nilikuhubiria hapa siku moja, wakasema hii ukuta hata mkia ya mbwa itaangusha. Hiyo ni madharau ya aina gani? Ni kama unakutana mtu anakuambia wewe hata ukule nyama kila siku hauwezi kunona. Hiyo ni madharau mbaya sana. Kama ni mimi ndamwambia ndanona mpaka ukasirike. Sema amen. Halo. Kwa hivyo ni vizuri kutembea kwa imani. Ni vizuri kuishi kwa imani. Ni vizuri kuishi na tumaini. Ni vizuri kutembea na tumaini. Iwe kazini, wacha niongee kwa watu ambao wanafanya kazi. Utaweza kuwa uko kazini na unapo pia kuwa unafanya kazi, unaanza kupikwa vita ofisini. Wengine hawakutakii mazuri, wengine wanataka utoke pale kazini. Kuna mwingine hata atakucha na matawa. Sema amen. Kama hamuna habari, kuna uchawi iliingia Afrika. Mpaka siku hizi hata kwa wachawi, kwa wasungu iko uchawi. Sema amen. Mimi nilijua uchawi ni wa Afrika, lakini iko uchawi siku hizi paka usunguni. Wewe ukienda kwa kazi, mwingine anaambiwa enda ufanye hivi, hiyo kazi paka atatoka, wewe utaingia. Ndiposa huwa naambia mtu, ukienda kwa kazi yako, omba. Wewe ambao unaingia kwa Lanja, ombea kazi yako, ombea ofisi yako, ombea kila kitu. Na ukiingia ndani, anza kukemea mapepo. Mapepo ambayo inaandama watu. Watu wenye roho mbaya, watu wenye roho chafu. Sema amen. Kuna kamati ile ya roho chafu. Ambia kwa jirani, kamati ya roho chafu. Kuna kamati ya roho chafu, ni kukaa tu na kukuazia mambo mabaya, kuongea vitu vibaya juu ya maisha yako. Hiyo kamati ya roho chafu yote tunaipinga katika jina la Yesu. Na wacha Mungu akaendelea kufanya kazi yake katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu sema amen. Mtu wa Mungu sema amen. Bwana akutendee, Bwana akutembelee, Bwana akufungulie milango, Bwana akuinulie na atende yaliyo makubwa maishani mwako katika jina la Yesu. Ndiposa mwimbaji akaimba, nina sababu ya kumtukuza Mungu, kwa maana Mungu hufanya mambo yaliyo makubwa. Nataka ujue kitu kimoja, ya kwamba kuna vitu hauwezi ukaviweza wewe mwenyewe. Hauwezi. Lazima Mungu apate nafasi ya kuingilia ndani na akacha akafanye kazi. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa mimi naamini hivi, ukiendelea kufanya mchezo na hali yenye nakupika, utaendelea kuteseka. Lakini ukichukua hatua na uamini ya kwamba naenda kufanya makubwa, utafanya makubwa katika. Ayaangalia jirani yako, mwambie kipawa yako itakukalisha na wafalme. Alafu muulize, na kama hauna kipawa, ni nini itakupeleka? Amen. Sema amen. Kwa hivyo talanta yako ndiyo itaweza kukufanya wewe ukawe mtoto wa Mungu ambaye Mungu anafanya kazi kwa jina la Yesu. Na kuombea Mungu anayeishi akuchalie mema wakati wowote, na akafungue pia neema wakati wowote, na katenda yaliyo makuu wakati wowote. Simama kwa miguu yako mpendwa katika jina la Yesu. Na hisi kutangaza baraka juu ya maisha yako mchana huu leo, na Mungu akatembee. Wewe ambao unatufuata pia kwa mtandao, Bwana akubariki, Bwana akutendee mema katika jina la Yesu. Bwana akutendee yaliyo makubwa. Asimame na wewe, akatende mema, akaachilie kibali kwa jina la Yesu.
Oh, inua hiyo mikono kwa jina la Yesu. Ili watu mikono yako mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ndiwe Mungu, Wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Tulia. Wewe ni Mungu, unaweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Ni Mungu mkuu, unaweza yote, hakuna Mungu. Imbe tena sote. Wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, Unaweza yote, eh, hakuna Mungu kama wewe. Inua hiyo mikono yako tu, tunataka usema hakuna kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba kutembelee, Bwana akutende mema. Yesu akachilie kibali chake kwa jina la Yesu. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna Yesu, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna. Inua hiyo sauti chome. Hakuna kama wewe. Unainua, unatupenda, jina lako lipewe sifa. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Unatupenda, jina lako lipewe sifa. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe.
Ambia tu Bwana chambo. Ambia tu Bwana chambo. Ambia tu Bwana chambo. Ambia tu Bwana chambo. Jehova unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Yesu. Hakuna kama wewe, 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 hakuna kama wewe. Tulia tu kwa jina la Yesu. Ambia tu Bwana umechoka. Sema tu nimechoka. Kuna vitu choka navyo. Choka na maisha magumu. Choka na hali ya matezo. Choka na hali ya magonjwa. Choka na hiyo hali. Ikatae. Mwambie Bwana anayeishi aanze kukupikania, aanze kukutembelea, aanze kukukuza. Kafungue milango. Ridika. Wewe ni Mungu wa ajabu. Yesu ambaye unakomboa. Unatenda leo makubwa. Kwa jina la Yesu. Asante kwa wema wako. Naomba katika mchana huu wa leo Bwana utumie kila mtu. Bwana akutumie. Iwe ni ndoa inakusumbua, iwe ni kazi inakusumbua, naomba Bwana akutumie. Bwana akutumie katika jina la Yesu. Wengi ni kazi, Bwana akutumie. Kila kitu kimekataa kwa mikono yako, Bwana akutumie katika jina la Yesu. Sema tu Bwana Yesu, niko mbele zako, usiniache, nitembelee, nionekanie, kusa maisha yangu, yabatilishe katika jina la Yesu. Shetani hauna nafasi katika jina la Yesu. Asante kwa kuniponya, asante kwa kuninua, asante kwa kutenda, maana wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Haleluya. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, wewe Mesia. Hata wamama wanakuabudu mbele zako Bwana. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Hata wazee wanakuinua mbele zako Bwana. Viumbe vyote vinakutukuza, Baba, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, Baba, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, wewe
vyote vinakutukuza, ni wewe Masia. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Inua hiyo mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu. Nataka nikushukuru katika maombi haya mchana. Kibali ni chako na nguvu ni zako. Asante, tulianza na wewe na Bwana tumeweza kufika tamati. Hivyo neema yako Yesu inatosha. Pokea sifa katika jina la Yesu. Ukainuliwe na kutenda lio makubwa. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa neema yako. Katika jina la Kristo Yesu ninaomba na nitakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Ayaangalia jirani napoimba hii nyimbo utakuwa unamsalimia katika jina la Yesu. Bwana ameinuliwa mtazame. Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa mtazame. Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa mtazame, Salimia mtu, Bwana salimia mtu. ameinuliwa mtazame, mtapona. Yesu ameinuliwa mtazame. Yesu ameinuliwa mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Oh, Yesu ameinuliwa mtazame. Yesu ameinuliwa mtazame na mtapona. Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Yesu ameinuliwa kwa wagonjwa. Yesu ameinuliwa mtazame na mtapona. Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Yawe ameinuliwa mtazame. Baba ameinuliwa mtazame na mtapona. Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Simba ameinuliwa kwa wagonjwa. Baba ameinuliwa mtazame na mtapona. Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Hallelujah. Hallelujah. Bwana kubariki siku ya kesho. Usikose kuja. Tembea na rafiki katika jina la Yesu na Bwana atakuwa anakubariki. Hata wale ambao mnatupata kupitia katika mitandao zetu zote, Mungu awabariki sana. Asante watumishi wa Mungu. Thailand ukiwa Nairobi, Mungu akubariki. Nanyuki Joseph, Bwana akubariki. Peter ukiwa Kitengela, Chochi ukiwa Kakuma, alafu Torikas ukiwa Lokichari. Siwezi kosa kuwataja. Mungu awabariki sana. Fanya hivi mkono. Si muende nyumbani. Tena mnakaa. Nataka muende msalamia nyumbani chameni.